Karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa. Muda huu utasikia taarifa kuhusu Urusi ambayo imeripotiwa kupata ushindi mwingine mashariki mwa mji wa Kupiansk, ambako wanajeshi wa Ukraine ambao wamekwisha kuzingirwa walifanya majaribio ya mashambulizi kujiokoa, lakini Urusi ikajishindia. Hivyo basi utasikia taarifa fupi ambayo imeripotiwa muda mchache ambao umekwisha kupita, na utasikia pia undani wa kila ambacho kinajili kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kumbuka kwamba pia nimekuwa nikawafahamisha hichi ambacho kinajili kila siku kutokea mstari wa mbele wa kivita. Karibu sana pia kufahamu hichi ambacho kimejili hivi punde kutoka Urusi na Ukraine. Imeelezwa ya kuwa jeshi la Urusi limedai kupata ushindi mwingine katika eneo la mashariki mwa mji wa Kupiansk kufuatia kile walichoeleza kuwa ni kuzimwa kwa majaribio yote ya vikosi vya Ukraine kuleta utulivu na kuvunja uzio wa kijeshi ulioko katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mtaalamu wa masuala ya kijeshi kutokea Urusi anayefahamika kama Andrei Marchenko, amesema Ukraine inakabiliwa na changamoto kubwa katika jitihada zake za kuokoa wanajeshi wake waliokwama au kuzingirwa ndani ya eneo ambalo linadaiwa kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Marchenko amesema ya kuwa amri ya juu ya kijeshi ya Ukraine imekuwa ikijaribu kupeleka vikosi na rasilimali kwa ajili ya operation ya kutaka kuzunguka na kutoa msaada kwa wanajeshi wake mashariki mwa Kupiansk, lakini hatua hizo zote zimekuwa zikigonga mwamba kutokana na kile alichokitaja kama mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Urusi na uwezo wa vikosi vyake kuimarisha mstari wa mbele. Katika siku za hivi karibuni, eneo la Kupiansk limeendelea kuwa moja ya ngome muhimu za mapigano kati ya wanajeshi wa Ukraine pamoja na wanajeshi wa Urusi. Eneo hili limekuwa na mvutano mkubwa tangu Urusi ilipotangaza kuongeza mashinikizo upande wa mashariki, ikilenga kudhibiti njia muhimu za usafirishaji na maeneo ya kimkakati yanayounganisha sehemu kadhaa za mikoa ya Kharkiv pamoja na Lugansk. Kwa mujibu wa Marchenko, ambaye ni mtaalamu wa kijeshi ambaye pia ameripoti kuhusu hicho ambacho Urusi imejishindia huko Kupiansk, amedai ya kuwa Ukraine imekuwa ikifanya majaribio ya kulishambulia eneo la uzio kutoka pande kadhaa kwa lengo la kuwafungulia njia wanajeshi wake wanaodaiwa kuzingirwa na vikosi vya Urusi kwa upande huo, lakini imekuwa ngumu. Hata hivyo, amesema kuwa majaribio hayo yote yamekumbana na upinzani mkali kutoka kwa vikosi vya Bwana Putin. Licha ya juhudi kubwa za kupenyeza, vikosi vya Ukraine vimeshindwa kabisa kupeleka utulivu. Kila shambulio limekuwa likizimwa kabla ya walengwa kufanikiwa kusonga mbele, amesema Marchenko katika taarifa yake kwa vyombo vya habari alipokuwa akizungumza na TASS, shirika kutoka nchini Urusi. Ameongeza kuwa amri ya juu ya Ukraine haitupi rasilimali za kutosha kwenye operation hiyo, suala ambalo linatishia uwezo wa jeshi hilo kuwatetea wanajeshi wake waliobakia katika maeneo yenye mgogoro mkubwa. Kwa upande wa Urusi, mafanikio ya kuzima mashambulizi hayo yamekuwa fursa ya kuongeza ushawishi wake katika eneo la Kupiansk. Marchenko amesema ya kuwa kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi na mbinu za kujilinda, wanajeshi wa Urusi wameweza kupanua eneo lao la udhibiti karibu na maeneo ya huko Kucherovinka, Kupiansk, Uzhlovoi na Kurerovinka, maeneo ambayo tangu mwanzo wa operesheni yake yamekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Kupitia hatua za kulipiza kisasi na operation maalum katika maeneo yaliyokuwa yakikumbwa na mashambulizi, vikosi vya Urusi viliweza kusonga mbele na kuongeza usalama katika maeneo yaliyokuwa yakilengwa na Ukraine. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kijeshi, umeeleza kuwa kupanua maeneo ya udhibiti katika sehemu hizo kunaweza kuipa Urusi nafasi ya kuimarisha mstari wake wa mbele na pia kuongeza shinikizo kwa vikosi vya Ukraine. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea pia katika upande huo. Marchenko amebainisha kuwa mapigano makali yameendelea eneo la mashariki mwa Kupiansk, hususan katika miji midogo na vijiji vilivyo jirani na mstari wa mbele wa kivita. Amesema kuwa shughuli za kijeshi zimeongezeka kwa kiwango kikubwa ndani ya siku 24 za hivi karibuni, huku vikosi vya pande zote vikijaribu kusonga mbele au kujilinda kulingana na nafasi zake. Mapigano makali yameendelea katika maeneo ya Kucherovinka, Kupiansk, Uzhlovoi na Kurerovinka. Hayo ni maeneo ya kimkakati ambayo yanaathiri usafirishaji wa vifaa na wanajeshi kati ya Ukraine na maeneo ya karibu, Marchenko amesema.
Wataalamu wa kijeshi wanasema ya kuwa maeneo hayo yamekuwa yakishuhudia mabadiliko ya mara kwa mara ya udhibiti kutokana na mashambulizi ya kujibu, jambo linaloonyesha jinsi eneo hilo lilivyogeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali. Umuhimu wa Kupiansk katika mkakati wa vita hivi. Kupiansk ni mji wenye umuhimu mkubwa katika eneo la Kharkiv kutokana na nafasi yake ya kimkakati, ikiwa kama kituo muhimu cha reli na barabara zinazounganisha maeneo kadhaa mashariki mwa Ukraine. Udhibiti wa mji huu pia unatoa fursa kubwa kwa upande wowote katika suala la usafirishaji wa silaha, vifaa pamoja na wanajeshi. Hapo awali Ukraine ilikuwa imedhibiti tena mji huu mnamo 2022 wakati wa operesheni yao ya kusukuma nyuma vikosi vya Urusi, lakini tangu mwanzo wa mwaka jana 2024 kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya Urusi katika maeneo ya mashariki mwa mji huo. Ikiwa Urusi itaendelea kuimarisha nafasi yake katika eneo la mashariki mwa Kupiansk, huenda basi ikawa rahisi kwao kuanzisha mashambulizi mapya kuelekea maeneo ya ndani ya Kharkiv, jambo ambalo linaweza kuathiri kabisa kwa kiasi kikubwa mikakati ya Ukraine katika eneo hilo la mpakani. Changamoto za Ukraine na mtazamo wa kijeshi. Uchambuzi wa wataalamu wa masuala ya kijeshi unaonyesha kuwa Ukraine ina changamoto kubwa ya rasilimali, hasa katika maeneo ambayo Urusi imekuwa ikiongeza shinikizo. Vifaa, silaha na nguvu kazi zimekuwa zikitajwa kama changamoto kuu zinazoathiri uwezo wa Ukraine kuanzisha mashambulizi makubwa au kuimarisha maeneo yaliyoko katika hatari ya kuzingirwa. Marochiko ameeleza kuwa amri ya kijeshi ya Ukraine inakabiliwa na ugumu wa kutoa msaada mkubwa katika eneo la mashariki mwa Kupiansk kutokana na matatizo ya vifaa na ugumu wa kupenya katika mistari ya Urusi. Ameendelea kusisitiza kuwa majaribio ya kuwasogezea msaada wanajeshi waliokwama au kuzingirwa yamekuwa yakikumbwa na vikwazo vingi, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya anga, makombora na mashambulizi ya vifaru vya Urusi. Katika hali kama hii, wanajeshi walioko mstari wa mbele wamebakia katika hali ya kushambuliwa mara kwa mara bila msaada wa kutosha, jambo linaloongeza hatari ya vikosi hivyo kupoteza maeneo zaidi. Vita katika eneo la mashariki mwa Ukraine pia vinaendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia na miundombinu, ambapo kupitia ripoti za uangalizi wa kimataifa na mashirika ya misaada zimesema maeneo hayo yameendelea kukumbwa na uharibifu mkubwa wa nyumba, mashule, hospitali na barabara, ambako maelfu ya raia wameendelea kuyahama makazi yao kwa hofu ya kulipuliwa kutokana na mapigano yasiyoisha. Katika maeneo ya karibu na Kupiansk, ripoti zinaonyesha kuwa wakazi wengi wamehama au wanaishi katika maeneo ya hifadhi wakitegemea misaada ya kibinadamu. Lakini hata hivyo, upatikanaji wa msaada hiyo umekuwa changamoto kutokana na hali ya mapigano inayoendelea. Kwa ujumla, hali mashariki mwa Kupiansk mkoani Kharkiv inaendelea kuwa tete na imegeuka kuwa moja ya ngome muhimu katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Maelezo ya mtaalamu Andrei Marochiko yanaonyesha jinsi Urusi inavyodai kuimarisha udhibiti wake katika eneo hilo na jinsi Ukraine inavyokabiliwa na changamoto katika jitihada zake za kuokoa wanajeshi wake na kurejesha udhibiti katika maeneo yaliyopotea. Kadri mapigano yanavyoendelea kuongezeka, wadadisi wa masuala ya usalama wanaamini ya kuwa eneo hili litabaki kuwa kitovu cha mapigano makali katika wiki na miezi ijayo, huku pande zote zikitafuta ushindi wa kimkakati unaoweza kuathiri mwelekeo mzima wa vita hii.